Benki ya Maendeleo ya Kilimo imeeleza kuwa inaendelea kutoa huduma za kifedha kwa wakulima, wafugaji na wavuvi Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuchangia maendeleo ya sekta ya kilimo. Akizungumza kuhusu huduma zinazotolewa na benki hiyo, meneja wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Ali Jamal alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari huko kwenye maonyesho ya Nane Nane katika viwanja vya Dole, wilaya ya Magharibi Unguja, amesema benki inatoa huduma moja kwa moja pamoja na kupitia taasisi 19 za kifedha ambazo imesaini nazo mkataba wa makubaliano katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar. Benki ya Maendeleo ya Kilimo ni taasisi ya serikali ambayo ilianzishwa takriban miaka 10 iliyopita, na hapa Zanzibar tumekuwepo kwa takriban miaka 2.5. Benki hii imeanzishwa kwa ajili ya kuchagiza kilimo. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tunatoa mikopo, na hii mikopo ni ya muda mrefu, muda wa kati na muda mfupi. Na sisi kwetu sisi kilimo tunakidefine kwamba ni kilimo mazao, kilimo uvuvi na kilimo ufugaji. Kwa hiyo hawa wote sisi tunawahudumia. Sasa tunawahudumia vipi? Tunawahudumia moja kwa moja, lakini tunawahudumia pia kupitia benki 19 ambazo tumesaini nao makubaliano. Taasisi hizi za fedha zote zipo hapa Unguja na Pemba, na wafugaji au wakulima wanaweza wakaenda kwenye hizi taasisi. Tuna mfuko ambao unaitwa Smallholder Credit Guarantee Scheme, ambao wakulima wanaweza wakapata huduma zetu kwa dhamana ya kutoka TDB, kwa sababu taasisi nyingi za fedha zilikuwa haziwezi kuwafikia wakulima wengi wakihisi kwamba hawana dhamana zinazojitosheleza. Kwa hiyo mfuko huu umekuja kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo. Kuna njia kadhaa. Kwanza tumekuwa tukifanya mafunzo, tukiitisha mafunzo kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo na Wizara ya Viwanda na Biashara, ambao wakulima au wafugaji wanakuja, tunawatrain pamoja. Lakini pia sisi kama ilivyo Benki ya Kilimo hatukai ofisini, tunazunguka kuwatafuta hao wakulima, wavuvi na wafugaji kote Unguja pamoja na Pemba. Kwa hiyo tumekuwa tukiwafikia kwa njia hizo. Kwa upande wake, meneja ufuatiliaji wa mradi shirikishi wa usindikaji wa maziwa Tanzania amesema Benki ya Kilimo hunufaisha na kuendelea kutatua changamoto mbalimbali pamoja na kuinua mitaji ya wakulima mbalimbali na wasindikaji wa maziwa. Katika utekelezaji wa majukumu yake, Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania imekuwa na njia mbalimbali za kuweza kuhakikisha kwamba wafugaji, wasindikaji wanaweza kunufaika na benki kwa urahisi. Njia mojawapo inayotumika na Benki ya Maendeleo ya Kilimo ni pamoja na kuanzisha miradi mbalimbali ya maendeleo, miradi ambayo inalenga kutatua changamoto za wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wazalishaji wa maziwa na wasindikaji wa maziwa, ili kuibua uhitaji wa kifedha, kutengeneza biashara nzuri zinazoweza kukopesheka, lakini pia na hata baada ya kukopesha wadau waweze kupata huduma mbalimbali zitakazowawezesha kufanya shughuli zao kwa ufanisi. Kwa hiyo moja ya mbinu iliyotumika na TDB ni pamoja na kuleta huu mradi shirikishi wa wasindikaji na wazalishaji wa maziwa Tanzania, yani TI3P, mradi ambao ulilenga kufikia wafugaji 100,000 wa maziwa Tanzania nzima, na kupitia mradi huu umeweza kufikia wafugaji 1,500 katika visiwa vya Pemba na Unguja, na kati ya hao 1,500 wamefikia kwa kupatiwa huduma mbalimbali, ikiwa ni mafunzo na huduma mbalimbali za ugani, ili kuandaa kuweza kukopesheka kwa ufanisi. Na baada ya juhudi za mradi huu ndani ya visiwa vya Pemba na Unguja, tumefanikiwa kukopesha kiasi cha shilingi milioni 993 kwa ajili ya kugharamia mitamba yenye ubora ya uzalishaji wa maziwa. Lakini sio hivyo tu, kwa kuzingatia tu kwamba wafugaji hali zao hawana uwezo wa kumgharamia ng'ombe na kulipa mkopo full, basi Benki ya Maendeleo ya Kilimo wameona ili kumpunguzia mzigo mfugaji, waweke ruzuku katika mkopo wa ng'ombe wa maziwa wanaochukua, basi watoe 25% kama ruzuku. Na mpaka sasa tunavyozungumza, katika mikopo hiyo ya milioni 993 iliyotolewa, vile vile kuna shilingi milioni 222 Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania imetoa kama ruzuku kwa wafugaji hawa kupitia mradi wa TI3P. Kwa hiyo kwa kifupi, Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania inafanya hayo kuhakikisha haimwachi mtu nyuma, na kila mtu ananufaika na benki hii kwa njia hizo ambazo nimezitaja. Asanteni. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim.